Benki Kuu imesalia na kiwango chake cha riba cha 8.5 kilichoafikiwa mwezi Mei mwaka huu. Kamati ya sera ya kifedha ya benki hiyo imesema kuwa hatua hiyo imetokana na kupungua kwa kadri kwa gharama ya maisha, huku bei ya vyakula muhimu na mafuta vikibadilika kwa kiwango kidogo. Hata hivyo, hatua hii ni kinyume na matarajio ya wateja wengi humu nchini ambao walikuwa wanasubiri kupunguzwa kwa kiwango hiki cha riba ili kupata mikopo ya benki kwa gharama nafuu. Kwingineko, makatibu wakuu wa zamani wa wizara tatu wamejiondolea lawama kuhusiana na sakata ya kukatiza kandarasi ya uagizaji nafaka kwenye kampuni moja binafsi na halmashauri ya nafaka na mazao NCPB walipofika mbele ya kamati ya bunge ya uwekezaji. Makatibu hao kutoka wizara za kilimo, fedha na mipango maalum badala yake wamekashifu uamuzi wa mahakama kuu wa kuizawadia kampuni ya Erad zaidi ya shilingi milioni 500 kutoka NCPB kama fidia. Na hatimaye, serikali imewekeza zaidi ya shilingi milioni 18 kwa ustawishaji wa mbegu mpya kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo KARI. Kimsingi, Wizara ya Kilimo ina mipango ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya wakulima, huku ukulima wa karanga ukibuni nafasi nyingi za kuboresha kilimo. Dennis Otieno, Uchumi na Biashara.